Mimi naitwa Emmanuel Ngelime, ni mkuu wa mafunzo wa kanda hamasa. Nachelea kusema haya kwa sababu yamefanywa kinyume na utaratibu wa chama, ambao chama chetu kinaongozwa kwa misingi na kanuni ambazo zimewekwa. Sasa unavyoona mtu ambaye kihalisia hatumfahamu, lakini ni mtu ambaye alikuwa kwenye safari ya mheshimiwa makamu mwenyekiti, na mimi jukumu langu pale nilipokuwepo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kuna usalama ndani ya chama, watu hawawezi kugombana, tunatakiwa tubishane kwa hoja. Heche ni kiongozi msomi, ni mtu wa kujenga hoja, lakini jana amekuwa akiendesha kikao kibabe. Sasa hii kwa kweli haijatuletea afya. Ndio maana imefika kipindi, ni kweli inawezekana labda katibu wa uenezi wa BAWACHA taifa alimisbehave kwa makamu mwenyekiti. Mimi nilikuwa nje, akamtoa. Lakini nilifika niliuliza, katibu mwenezi wa BAWACHA yuko wapi? Wakasema ametolewa nje kwa sababu kulikuwa kuna kutofautiana maneno kati ya yeye na mwenyekiti wake. Basi tukasubiria. Lakini baadaye inaonekana kuna mtu mwenye busara alienda akamwambia Heche, tunaomba muite, inawezekana Siglada na jambo la msingi la kuongea, msikilize. Kweli tunamshukuru mwenyekiti, alisema sawa, muiteni. Sasa wakati kiongozi anaenda kumuita nje Siglada, kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Noeli alipiga kelele nje, akasema haiwezekani, huyu hawezi kuingia kwenye mkutano. Na sio kofi. Mimi kofi nalifahamu, ngumi naifahamu. Alimpiga ngumi kwa sababu kama ilikuwa ni kofi, kwa ile pale Siglada singeweza kuanguka. Lakini naona kabisa alikuwa ametoka anakimbia, akampiga ngumi. Sasa baada ya kumpiga ngumi Siglada alianguka. Chadema hatujawahi kuishi kwa staili kama hii hata siku moja. Kwa hiyo hii kitu sisi kwetu ni ngeni, na tunahitaji mheshimiwa Heche aikemee, ampeleke yule mtu wa polisi ili aweze akaadhibiwa na sheria, kwa sababu amefanya jinai. Kwa sababu kumpiga kiongozi wa kitaifa hadharani ni kitu ambacho hakipendezi kabisa. Kwa majina ninaitwa Faraja Ayubu Mgimba, ni mweka hazina BAWACHA, ni baraza la wanawake la Chadema mkoa wa Njombe, lakini pia ni mwenyekiti wa BAWACHA wilaya ya Wanging'ombe. Mimi pia ni mmojawapo wa wajumbe ambao walikuwa katika kikao ambacho kinaendelea cha mkoa, ambacho kilikuwa katika hatua za masuluhisho mbalimbali ya migongano ambayo inaendelea katika chama. Wakati hatua zote zinaendelea za kuhoji wanachama na vitu ambavyo vimetokea, mkanganyiko mkubwa uliibuka baada ya mwenezi BAWACHA taifa kuelezea namna gani amekuwa akipigwa vita katika kuandaa mikutano yake katika hasa katika wilaya ya kwenye jimbo la Makambako. Alipokuwa kieleza tulihitaji vithibitisho vya kukataliwa kwake, lakini baadaye ikathibitishwa kwamba kuna utaratibu ambao alifuata, lakini hakukuwa na ushirikiano kutoka kwa viongozi wa jimbo hilo. Baada ya kuwa mkanganyiko umekuwa mkubwa, aliombwa kutoka nje ya ukumbi, kwa sababu na yeye pia kibinadamu alipata hali ya kutoweza kuhimili mambo ambayo yalikuwa yanaendelea, kwa sababu kulikuwa kama vile hakuna masikilizano. Kwa hiyo akatoka nje katika ukumbi baada ya kuambiwa atoke na mheshimiwa makamu mwenyekiti mheshimiwa John Heche, akamtoa nje. Lakini akiwa nje alijaribu na yeye kuendelea kutaka kujua kwamba nini kinaendelea, kwa sababu na yeye pia ni mwanachama na alitakiwa kufahamu kwamba nini kinaendelea katika kikao kile. Huko nje walikuwa wanamzuia. Kuna walinzi ambao walikuwa katika maeneo ya nje, na sisi ambao tulikuwa ndani tulikuwa tunasikia zile kelele ambazo walikuwa wanamzuia kwamba haruhusiwi kusogea. Baada hapo kelele zilipotulia, ikatumika busara, wakasema kwamba tunaomba mumrudishe ndani ya ukumbi. Wakatoka watu baadhi kwenda kumfuata, lakini ikasika sauti tukiwa ndani ikisema kwamba siwezi kumruhusu hapite hapa na nitamvunja leo. Kwa hiyo kuna baadhi ya viongozi ambao ni viongozi wa ulinzi wakatoka nje. Wale ndio waliokuwa mashuhuda wakuu hasa
wa nini kilitokea kule nje kwa Sigrada Mligo, ambaye alipigwa ngumi kwa maelezo ya mtu ambaye alishuhudia kabisa. Lakini maeneo ambayo alipigwa ni eneo ambalo hata ulinzi wa kiserikali ulikuwepo, ulinzi wa polisi ulikuwepo pale, nao walishuhudia, OCD alishuhudia, na ndio aliyetoa ushauri kwamba kwa tukio hili tunaomba mripoti kituo cha polisi. Baada ya hapo akachukuliwa Sigrada kupelekwa kituo cha polisi.